Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa utabiri wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Jihadhari na pesa leo kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kuathiri licha ya nyakati chache za kuhisi umetengwa na wengine. Hii ni siku nzuri hasa kwa kushirikiana na mikusanyiko ya familia na marafiki nyumbani. Mazungumzo ya pamoja yanapendeza sana leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Hii ni siku nzuri. Hata hivyo, kukutana kwa muda mfupi na mtu mzee kunaweza kukatia tamaa. Kwa bahati nzuri, una furaha leo. Endelea kuwa mwangalifu kwa sababu rafiki anaweza kushangaza kwa njia fulani. Pesa ni wastani ila una mpango madhubuti ambayo ni mithili ya ahadi ya kupanga pesa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Watu wenye mamlaka na wazazi watatoa maoni yao leo. Bila shaka, hata hivyo, kwa ujumla ushawishi wao utakuwa chanya. Kitu kisichotarajiwa kutoka nyuma ya pazia kinaweza pia kukushangaza, au labda ni hisia tu isiyotulia ulionayo. Weka mkakati mizuri ya kuondoa stress leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Kusafiri au nafasi ya kupanga mipango ya kusafiri itakufurahisha leo. Kuna jambo lisilotarajiwa linaloendelea hapa, labda utasafiri wakati ambao hukutarajia kufanya hivyo. Kupungua kwa muda mfupi kunakohusiana na siasa au dini kunaweza kutokea, lakini ni kwa muda mfupi. Hii ni siku ya furaha. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, endelea kuwa macho. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Endelea kuwa macho kuhusu masuala ya benki na fedha kwa sababu jambo lisilotarajiwa linaweza kushangaza, linaweza kuwa na kikwazo. Hata hivyo, unajihisi tajiri kwa njia nyingi leo. Ni vizuri kuwa hai, afya ndio kila kitu, hautapoteza chochote leo katika kujifunza kitu kipya. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mahusiano na washirika na marafiki wa karibu yanaweza kuwa na wakati mfupi na wa wasiwasi. Inaweza kuhusishwa na jambo lisilotarajiwa. Unaweza pia kukutana na mtu asiye na wa kawaida leo ambayo hukufanya upumzike. Pesa ni wastani leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Libra, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Kwa wale ambao wanapaswa kutoka out leo, hii ni siku ya furaha. Ukiweza kufanya kwa ushirikiano na familia au mtu na kikundi, mambo yatakuwa rahisi zaidi. Hata hivyo, kukatizwa au matatizo ya vifaa yanaweza kutokea. Jichunge katika kutoa kauli zisizofaa leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Hii ni siku ya kufurahisha na ya kucheza. Furahia matembezi na watoto, panga kukutana na watu, matukio ya michezo yatavutia. Angalia maelezo mara mbili kwa sababu mabadiliko ya mipango au kuhairi kunawezekana. Tenga muda wa ziada wa kushughulikia majukumu yaliyoongezeka na mtu, labda mtoto. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Desemba. Kitu kinaweza kushtua au kukatiza utaratibu wako nyumbani. Huenda mtu mzee kwa muda mfupi hana furaha. Hata hivyo, ni siku ya kufurahisha kushughulika na vikundi. Unaongea kwa sababu una jambo la kusema. Tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Desemba mpaka tarehe 19 Januari. Kuwa mwangalifu ili kuepuka ajali ndogo au kuvunjika kwa sababu kitu kinaweza kukushangaza leo. Kinaweza kusababisha wasiwasi mfupi kisha kitatoweka. Hii ni siku nzuri, utapokea jumbe nzuri ambazo zitapunguza stress na hata pesa ni wastani wa kuaminika leo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Unajisikia amani leo ingawa jambo lisilotarajiwa linaweza kushangaza na kukufanya uhisi wasiwasi kuhusu pesa ulizoingiza. Hili ni jambo fupi la kuhofia. Kwa ujumla, unashukuru kwa baraka zako. Furahia kuwa na vijana. Hata hivyo,
Pia utafurahia kujificha nyuma ya pazia na kupumzika. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Leo mwezi uko katika ishara yako, unacheza na Uranus ambayo inakufanya uhisi msukosuko, msisimko na uweze kukabiliana. Utapangwa kwa muda mfupi na Zohal ambayo ni ushawishi wa kutuliza hapa, lakini hakikisha umetoweka. Kwa ujumla utakuwa na matumaini ambayo yatakuwa ni mwanga wa mafanikio. Kama kawaida tunaendelea kuzungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda mzuri wa bahati katika upande wa kila nyota. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii inakuwa kuanzia saa 11 na dakika 25 mpaka saa 2 na dakika 15. Taurus saa 8:30 hadi saa 12 na dakika 5. Gemini saa 9 na dakika 25 mpaka saa 3 na dakika 15. Saa 12 kamili mpaka saa 3:30. Simba saa 1:30 hadi saa 3:30. Virgo saa 10 na dakika 10 hadi saa 12 na dakika 35. Libra saa 10 na dakika 15 hadi saa 4 na dakika 45. Scorpio saa 9 na dakika 35 hadi saa 11 na dakika 45. Sagittarius saa 6 na dakika 15 hadi saa 10 na dakika 45. Capricorn saa 7:30 hadi saa 12 na dakika 55. Aquarius saa 8 na dakika 15 hadi saa 11 na dakika 45. Samaki saa 11 kamili hadi saa 4 na dakika 35. Tunaendelea na utabiri wa watoto chini ya miaka 12 na ambao wamezaliwa leo, na ushauri mzuri kwa mama mwenye mtoto na ambaye hajafanikiwa kupata mtoto. Nyota ya kondoo au punda ataonesha nia ya kutaka jambo fulani linalomhusu yeye. Taurus atafanya vitu tofauti na anavyoagiza. Gemini atajituma zaidi katika masuala ya pamoja na marafiki zake. Uhodari utakuwa juu leo kwake. Simba bidii yake itaonekana na atapongezwa. Virgo hataonesha moja kwa moja undani wake. Libra atakuwa anaulizia muda kila mara kutokana na kufocus na jambo la mtoko. Scorpio atashirikiana na wenzake vizuri sana leo. Sagittarius kesi ndogo ndogo zinaweza kufikia kama mzazi. Capricorn atakuwa na mahusiano mazuri na wazazi wake. Nyota ya ndoo ataonekana mbele za wengine. Tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, juhudi yake itakuwa kubwa leo. Tukiendelea kuangalia watoto ambao wamezaliwa siku ya leo, watakuwa wanaanga, wenye imani, wasanii, wanasiasa na kadhalika, kwa sababu siku kama leo alizaliwa Johannes Kepler, mwanaastronomia kutoka Ujerumani. Vile vile alizaliwa Mtakatifu Veronica Giuliani ambaye ni bikira monaki wa Kapuchini nchini Italia. Alizaliwa Papa Pius wa 6. Louis Bonfile mwandishi kutoka Marekani. Marlene Dietrich mwigizaji wa filamu na mwimbaji kutoka Ujerumani. Vile vile alizaliwa Joan Manuel Serrat ambaye ni mwimbaji kutoka Hispania, na vile vile alizaliwa Salome Joseph Mbatia ambaye ni mwanasiasa wa kike kutoka Tanzania, na vile vile alizaliwa Hailey William ambaye huyu ni mwanamuziki wa Marekani. Pia tunatakia kheri ya kuzaliwa wote walizaliwa siku kama leo. Ushauri kwa mama: kuwa na ubunifu ambao utakufanya uwe tofauti katika ulezi. Ujumbe kwa walikuwa hajapata watoto: kila zito lako litakuwa jepesi muda si mrefu. Ulikuwa nami na bye bye.